Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye kijiwe chetu cha michezo. Tujuzane yale yote yaliyojiri katika viunga vya michezo ndani na nje ya nchi. Na kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa na wa kifamilia, kama wewe ni mdau kindakindaki wa michezo, hususan mpira wa miguu aka soka aka kabumbu, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya hii taarifa tuliyokuletea leo hapa kijiweni. Habari kubwa iliyotufikia hivi punde inatoka viunga vya TFF ambako tunaarifiwa ya kwamba Yanga Sports Club wamemwekea pingamizi rais wa TFF Wallace Karia. Klabu bingwa ya soka nchini Dar es Salaam Young Africans imemwekea pingamizi rais wa TFF Wallace Karia, na pingamizi hilo limewasilishwa ofisi za TFF majira ya jioni ya leo, likiwa limesainiwa na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo CEO Andre Mtine. Yanga katika pingamizi lao wanaitaka kamati ya uchaguzi chini ya mwenyekiti wakili Kilomoni Kibamba kumuondoa Wallace Karia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi, wakiwa na hoja kuu tatu. Hoja ya kwanza, matumizi mabaya ya madaraka kwa kuchukua endorsement zote 46 kati ya endorsement 47. Hoja ya pili, kuanza kampeni kabla ya muda kwa kukusanya endorsement 46 kabla ya tangazo la uchaguzi kutolewa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi wa TFF. Hoja ya tatu, wanapinga Karia kugombea mara ya tatu, wakisema ni kinyume na sera ya michezo nchini ambayo inataka vyama vya michezo viongozi wake kukaa madarakani kwa vipindi vitatu vya miaka mitatu na vipindi viwili vya miaka minne. Hivyo Wallace Karia anatakiwa kuondoka kwa mujibu wa hoja yao hiyo ya tatu, kwamba ameshakaa vipindi viwili vya miaka minne. Malecom imepata taarifa hizi kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika kabisa ndani ya shirikisho la soka TFF na kamati ya uchaguzi. Hasa hapa tuambie nini maoni yako juu ya hichi ambacho kinaendelea. Hapo kati tulianza kuona rais Wallace Karia amechukua endorsement 46 kati ya 47, hivyo kufanya wagombea wengine wote wa nafasi ya urais kukosa sifa, na yeye pekee ndiyo atakayepata sifa ya kuwa mgombea pekee katika nafasi hiyo, kwani kanuni za uchaguzi zinahitaji mgombea awe na endorsement kati kuanzia 5 na kuendelea, lakini yeye kati ya endorsement 47 zilizopo yeye amechukua zote 46. Na hapa kwa jicho la tatu ukiangalia vizuri unaona endorsement moja ambayo imebaki ilikuwa ni ya Young Africans, ambao ndo endorsement 47, na ndo wameweza kupata ujasiri wa kupinga kile ambacho kimefanyika. Kuelekea uchaguzi huu mkuu wa TFF, nini maoni yako? Unahisi Young Africans wako sahihi kumwekea pingamizi Wallace Karia ama wanafanya makosa? Wewe tuambie maoni yako ni yapi katika sakata hili. Malecom tupo kwa ajili yako, tupo hapa kwa ajili ya kukujuza kila kinachoendelea kuelekea uchaguzi mkuu wa TFF. Maoni yako ni ya muhimu sana. Tuambie nini mtazamo wako katika hili sakata. Mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa, bye bye.